Niko na baba mkubwa wa marehemu. Ana la kusema baada ya misa hii ambayo imefanyika hapa kwenye kanisa la Mtakatifu Yohana Bonyokwa. Baba, pole tena kwa msiba. Shapoa. Kwanza ungetukumbusha jina lako? Ni Evagri Masoud Ali. Na neno lako ni lipi kutokana na msiba huu mzito ambao imekumba familia na wanabonyokwa kwa ujumla? Kwa kweli nasikitisha, lakini kubwa ni kushukuru. Kubwa ni kushukuru, manake Bwana amesema tuwe tunashukuru. Tuombe na kushukuru. Tushukuru. Na hakuna kulipa kisasi, Mungu analipa yeye mwenyewe. Na ni kitu gani ambacho kimegundulika kimesababisha kifo hiki? Bado mimi sijaelezwa, manake uchunguzi upo ndani ya mikono ya serikali, ndani ya polisi bado. Wao ndio watakayetupa habari wamegundua nini. Vipi dada wa kazi pamoja na mtoto wa kwanza wa marehemu hawa wameshaachiwa baada ya kuitwa na jeshi la polisi kwa ajili ya mahojiano? Ndio, wameshaachiwa, manake hata ilibidi ni watume baba zao wengine kwamba kwa nini ule mtoto asija kazika, akaambiwa atazika. Na niliambiwa wameshatoka na nimemwona. Na kama umepata bahati ya kuzungumza naye mjukuu wako, anasemaje? Yule ni mtoto mdogo, kwa sasa naona tumwache. Na vipi dada wa kazi, kama umezungumza naye anasemaje kutokana na tukio hili? Sijaongea na wote hao, manake waliokuwa bize na shughuli hizi ni watoto wangu pia ambao ni wakubwa zake marehemu na wadogo zake marehemu. Hali ya familia kwa sasa ikoje? Ni ya majonzi, lakini yote kwa yote kama nilivyosema ni kushukuru. Na vipi hawa watoto? Nimesikia kuna mtoto mwenye miaka 2 ambaye ameachwa na wazazi wake. Mmejipangaje kama familia kuhakikisha kwamba mtoto huyu analelewa vizuri kwa umri wake ambao anao? Hivi tukiondoka hapa tunaenda kuwahifadhi. Serikali ya ukoo iko huko. Tutakavyofanya ndivyo, kwa sasa hatujajua tutafanyaje, lakini tukifika huko tutakuwa na mpango dhabiti ya kuangalia waliopo, walioachwa na kilichoachwa kiende au kitunzwe kulingana na uzao wake, usije kupata shida pasipo sababu. Tumeona comment nyingi kwenye mitandao ya kijamii, kila mtu akisema lake kutokana na msiba huu. Labda kama baba na mkubwa kwenye familia, neno lako ni lipi kwa watu kwenye mitandao wanaoongea wasioyajua na kuingilia kazi ya jeshi la polisi? Vizuri, ni kweli watu wa mitandao, hata watu wa mitaani wanaweza kaongea, kwa sababu wana midomo yao, lakini pale ambapo itabidi kukanushwa au kuonywa, waonywe kwamba waache, maana sio wasemaji. Sio wasemaji wa mwisho. Neno la familia wakati misa imeisha hapa, nini kinaendelea? Misa ikishaisha, ibada kikawaida ni kwamba tunapata baraka ya baba paroko, watu wanaondoka, tunaagwa na marafiki zetu, mandugu zetu waliotuzunguka. Kama mnavyoona, tulikuwa ndani ya gari, tunaondoka, tunaanza safari. Watu ni wengi sana wamejitokeza Bonyokwa kuonyesha kwamba hii inaonyesha dalili kwamba marehemu ndugu zetu ambao wametangulia mbele ya haki walikuwa kiishi vizuri sana na jamii. Neno lako kwa watu wa Bonyokwa na maeneo mbalimbali ambao wameguswa na msiba huu ambao umekumba familia? Neno langu ni kwamba nawaombea kwa Mungu na nawataka washikamane vivyo hivyo hadi mwisho wa dahari, kama ilivyokuwa mwisho wa dahari wa Hawa. Pole sana baba, na tuwatakie safari njema, mfike salama na muweze kuwapumzisha wenzetu salama. Amina. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.